Changanya vizuri. mchango wako 480. Hiyo namba haiko constant. Kwa hivyo tuifikishe 1000 tufunge hii mambo. 480 tutume ama tulete ifike 1000 pakia 520 520 wakubwa, wacha nipate pesa peke yangu. 520. Shikamoo. Thank you very much. Makofi mazuri mazuri. 200. Ya pili tabakisha 320. 320. Nikikuja kwako utitayarishe. Amuka. 320. 320. Thank you very much. Anaitwa my daughter Effie Osto. 220. 220. Ikapita. Asante sana. 300 hadi hapo. Makofi mazuri. Asanteni na asanteni sana. Asanteni sana. Nengesha kika. Haya, tunaenda kufunga. Ile imebakia. Chochote kimebakia. Ile cha tomato. Wajua chakula zingine zinapikwa hata bila tomato. Kwa ajili ya sacrifice, kwa ajili ya kiwegu. Kwa ajili ya kiwegu. Chochote kilichobaki, Pastor Purity, fire. Kote tena wewe. Najua ukikasirika mambo, fire. Pastor Purity, Mzee Patron, Mama Monica Kundoka. Mama Monica Kundoka. Na kuna Esther Chaka, watu wakubwa, majina makubwa. Nitembea huko. Anaitwa Priscilla Kanini. Mama yangu hawezi kunipwaga. Nimepata request ya yule pastor tulienda kukutana naye, alipigia sahihi. Akasema sisi tutawashinda watu wa Mombasa. Kwani tutashindwa? Hatuwezi kushinda. Wakasema leo wamepanga, wakajidiscuss, wakasema
Tulivyoona hizo ng'ombe zenu, nimeambia watu wangu wajipange zaidi ya watu wa Mombasa. Sunday school tunashindwa. Tunaenda kushindwa. Vijana mko wapi? Sasa angalieni, kama hamtaki kwenda kushindwa, hii wedding yetu usikose kutoa kama 500,000. Toa kile ulichonacho. No. Thank you Priscilla. Asante. Amezidikisha na 100. Wengine? Toa. Ninaona watu wanashika simu na watumi pesa. Ama ni madharau, ama ni mapozi. Sababu uko mwani. Zuri pesa. Magdalena Juma ametumana 200. Ikifika kesho utatuambia kwa nini ulichukua kadi na umeleta na zake wedding. Mwisho. Leta pesa kadi. Umechukua kadi kwa ajili ya mchango. Leta pesa ya kadi. Leta pesa ya kadi. Pesa ya kadi. Leta pesa ya kadi. Ulichukua kadi sababu ya mchango. Leta pesa ya kadi. Leta pesa wewe. Leta pesa ya kadi. Leta pesa ya kadi. Ulichukua kadi sababu ya mchango. Leta pesa ya kadi. Leta pesa ya kadi. Ulichukua kadi sababu ya mchango. Leta pesa ya kadi. Mkawe makini pale, mkaonekane mmetoka Mombasa, pige vyombo kisawasawa, yaani drum ilie. Tawaambia sabini nyingine moja hiyo ona hiyo nikiimba. Na hiyo pesa ni kidogo sana. Hata kama hii pesa ni kidogo sana. Kwa kina bibi harusi nilitoka karibu 50. Ninyi mnapataje 30? Hii pesa ni kidogo. Wache mzaa. Hiyo ni pamoja na vitambaa. Hiyo pesa ni kidogo sana. Watoto waje chai, hakuna mtu amewazuia. Hata wewe pia unaona unataka kunywa chai. Ndio tulielezea. Kiswahili ni 3495. Hiyo bado hiyo pesa iko chini sana. Jamani, hebu tumaneni hiyo pesa tafadhali. Hebu jisoe. Hiyo pesa bado iko down sana. Sasa wacha nisimame nikingoja pesa. Tafadhali. Aibu sitaki. Sijaona na wazee
Sijaona umetumana 500. Saa ngapi? Sijaona mimi. Wewe ndio ulitufanyisha tukafika huko, unaona wengine hawajakuja. Na haujaleta hao watu ulituambia. Unaona mpaka tumepata hiyo pesa keke. Wewe unataka kufanya nini? Nilikuwa tufanye wakati wa mwisho wa mwezi wale watu wamepokea mtaani. Ukaziacha zikaliwa, wakajua utakuja watu wakubwa. Wewe niletee pesa hapa. Hata kama ni shilingi 20 shingapi hapa ujaza kiba. Nipatie. Sasa nimesimama hapa ya kwamba sitakaa hapa kwa nipatie pesa. Tumana ile pesa unipatie hiyo simu yangu. Haya, kuna Eric hapa ametumana. Eric ametumana 100. Eric ametumana 100. Eric 100, wapi makofi ya Eric? Eric ametumana 100 ya Eric Matata. Anaitwa Eric Matata. Wewe ni kijana matata sana. Hapo hapo Eric. Eric. Makofi mazuri kwa Eric Mungu Matata. akubariki sana. Kijana matata na shati. Mwingine Eric amejikomboa. Kwa hiyo sasa ukitoa ni ile ya mwisho mwisho. Niwezi kutoa 20 kwa hii simu yangu. Situmane 20. Shaka. Tumane 20. Amen. Sasa nasubiri nyingine. Nasubiri nyingine. Please. Nasubiri nyingine. Sasa hii inaitwa funga kazi. Yaani tumana ya kwamba unafunga kutoka hapo tunamaliza hizo chapter, tunaenda kwa chapter nyingine ya dancers na mipangilio ya wazee, wa mama na whatever. Yeah. Kwa hivyo nawatangazia kwamba Jumatatu tupatikane. Jumatatu sasa hakuna kupumzika. Jumatatu wale watapata nafasi tuko hapa kwa ajili ya mipangilio ya harusi Jumanne. Hata ile kanisa la kule pia nao Jumatatu wanakutana, lakini watoto wangu hapa hawatii, wale watakaotii ndio tutakwenda na wao. Na tumebelezi watu. Asante sana Emmanuel Munga mzigo. Ndio. Emmanuel Munga mzigo. Mzigo. Asante sana. Ndio nani? Ruki. Ruki. Emmanuel Munga ametupata 200. Ruki ya 100. Emmanuel, thank you. Yeah. Asante Alafu sana. Winnie Patrice ametupata 100. Aona. Yes, ninaendelea kuona hapa katika jina la Yesu. Pastor, tafadhali, time imeenda. Hakuna time nyingine, wewe ndio unanichelewesha. Maliza kabisa. Yeah. Wazee mnafaa kushinikiza, umetulia sana. Tangu mlipotumbana sijaona. Mimi sijaona hii pesa. Wacha nione. Unaenda na umetuma wapi? Kuni. Wewe ndio unaweza kingine. Sasa pesa yes, sir. Wengine jumla. Sinaona hizi imeandikwa nini hapa? Yesterday. Tukutano everyday hii hapa. Yes, sir. Mazoea lakini. Umetumia namba gani? Bonite Kiriuki. 500. Makofi mazuri kwa Una bahati nimekushinda kwa. Okay. Sasa wakati wengine wakiwa mnatoka, wale ofisa wa ABC wako pale nje. Sasa mnaweza toka hapo ndio ili wao wengine wakitoka wafanyie kazi hapo nje. Hapo. Sawa, hapo wengine watawafuata hapo. Wale wanakuja na ID zao kama wanataka kuchukua kadi ya kura
unaruhusiwa kuchukua kadi ya kura hapo nje na itakuwa ya baraka sana. So waangalie mahali pazuri wachukue kadi ya kura. So bado sijaona message zingine, bado sijaona watu wengine wakinifuata. Sijaona watu wakishindikiza hapa. Sijawahi ona watu wakinishindikiza hapa. Naona sura za kuniangalia lakini sioni sura za kunishindikiza hapa. I'm telling you the truth. Naona faces za kuniangalia but sijaona sura ya kunisindikiza. Siniangalia ni kama una makengeza, kuja na fedha. Hauna makengeza, kwa nini leo una makengeza? Niangalie vizuri, niletee hiyo pesa. Please, tafadhali nataka hii pesa ikamilike angalau ifike kama 50 ama 60. Maana magari yetu haijatosha hiyo fedha. Kwa ufupi pre-wedding haijafikisha hata fare ya magari. 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 Tafadhali. Tafadhali. Na wengine wamehepa. Na mimi huwa nasema hivi, kama haujatoa fare na hujachanga, hata kama tumekupanga kwa apartment yoyote hautakuwa. Hata kama usimamie uwe baba wa huyo mtu, kama hujamchangia hautakuwa. Kwa hivyo mtawapiga kabisa wale wengine. Kwa baba alisema hata kama haujachanga, inamaanisha huyo mtoto haumpendi. Mtoto alimpenda lazima kusimamie. Sawa? Wala kuna watu wengine wanahepa. Siwaoni leo. Sawa? So tunaweza ndio mwingine akasimama kama baba. Mimi nataka watu watoe pesa. Haleluya. Mtoto usimulisha, utasemaje unampenda? Utasimama wewe baba. Unatamani nini? Na wewe mzee. Sawa. Haya, unafaa kuonesha sana lakini. So Mungu awabariki. Sasa mbona sijaona pesa? Wewe umetuma? Wengine ndio. Nani mwingine? Wengine ndio. Ya vitambaa vitoka pesa ngapi? Hiyo pesa ni kidogo. Na inakosekana kwa sababu ya kwamba hujakuja mapema. Wengine wameenda pande ya sifa. Wewe mbona msisikii watu wakinitolea pesa? Wewe Debora. Pesa iko wapi? Pesa iko wapi? Umetuma pesa ngapi? Ati ya msingi kitu kubwa. Anaitwa Kadogo. Kadogo. Kadogo mkubwa. Kadogo mkubwa. Kadogo. Sasa si hapa. Wewe soma. Andika hii. Hapa hii. Haya, majina utayapata. Wengine mimi sijaona wengine wakipenda wenzao wakifanya harusi. Roho ya kichao utaanzana nayo. Tunaikemea inji za sinema. Toa hiyo pepo ni pale nimekukapata. Inataka kutoa. Shindwe! Toka kama nimeshindwa kuja. Tumana sitoki hapa mpaka ifike hiyo pesa. Wangapi wataletea Monday hapa ni kesho? Kesho kutwa? Jumatano? Alhamisi? Unaleta Jumatano? Baba Jenjero. Utaleta Jumatano 10,000. Akofi! Unaleta 50? Wow. Kama nilikuwa ni 50 kwa hiyo sileti. Yaani hapo ndio tunashika. Ushari. Na tuona tuna kazi ya kufanya. Na wasimamizi wametoa pesa wote. Wakina nani ambao wanasimamia pesa na wanasimamia harusi na hajatoa? Kama hujainuka hapa hakuna mahali utasimamia. Vijana mkoa. Sasa kama hawana vitambaa ni harusi gani? Unasema unataka usifiwe uangaliwe huko mbele na hujatoa hata shilingi. Wewe una tabia za mweu.
tabia za kimwemweu, kuonekana mahali na ufanye chochote. Fanya hivi, nasema ishindwe. Baraka wa amani ushinde kulala, washindwe. Nasema washindwe. Baraka wa amani shindwe. Pepo mchafu. Wewe unaleta pesa hapo naenda wapi? Watu hawafai kuinuka bana. Wewe ndio pesa. Anatumia ni kama akicheza sema hakuna kitu. Hakuna kitu. Baraka vibaya hata achana mbele jimbo mbiti inaenda vizuri mpaka hapo wanaenda kinyume. Baraka wacheza kabisa. Kumbuka ujaluoni anapenda ile kadudu. Haya, sitakulazimisha ukiwa na roho mbaya usiniambukize. Nakataa roho ya umaskini. Jina la Yesu. Usiniambukize hiyo roho ambayo unataka kutoa na unati. Please, usiniambukize. Usiniambukize. Nakataa. In Jesus name. Naikataa na mando spiritual. Kada hiyo pesa. Kada hiyo kusikia. Na ukifinya mpaka mahali imeenda imepotea kwa mfuko. Ukienda kutafuta uchaipati. Nilikwambia. Hiyo pesa ilienda ikapotea. Hata baadaye tumalizane na wewe kwa mbele. Unifuatilie roho ya baraka. Haya. Mimi naona kuna pesa. Yaani nasikia kama kuna mtu ana 100, kuna mwingine ana 50, kuna mwingine ana 100, kuna mwingine ana 200, kuna mwingine ana 300, lakini amezipangia ati nabii. Hilo amezipangia. Shauri yako. Amen. Haya, Mungu awabariki. Kwa wenye roho nzuri na kwa wenye roho mbaya. So, mimi ni baba wa wote walio na roho nzuri. Tuondoka na wewe hapo. Wewe ndio umefanya hata mimi na mimi. Amen. Amen. Nafaa niende ninunue maua. Nafaa niende ninunue ile mishipi ya kumachisha. Nafaa niende ninunue net ya kushainisha magari. Hiyo ni pesa, ni gharama. Harusi ni gharama, ni kujitolea. Usipogharamikia hiyo kitu, hata wewe huwezi kujigharamikia. Wewe mwenyewe huwezi kujigharamikia. Ndio maana ukifanya kazi ukiona pale unataka kuitoa, ndio maana saa zingine shida hazikuondokei. Unaona kama mbele pale kwa mattress yako ni bank unafikiri sijui mahali unaweka pesa. Unafikiri siwezi kutuma malaika. Unaona siwezi kutuma malaika hapo chini. Utazitafuta ambazo nguo zako utaziona. Acha nikusaidie na maombi ili roho ulionayo. Wewe tulia bwana. Una bore. Nisikia mbali sana. Enua mikono yako tumalize ibada. Hii pesa nataka kurudi nayo, Mungu uniguse niibayane hapa. Mbona usemi? Sikwambia uko na hiyo pesa. Kama hujaongea uko na hiyo pesa. Wangapi wanasema hawana sahihi? Una uhakika?
Kama ungekuwa nayo ungetoa? Uko sure hauna? Nikuombee ukapate. Sasa wale hawana wainue mikono tu. Ukuhurumie kwa Mungu. Baba, wanasema I'm surrender to you for Jesus. So Mungu ukawabariki. Mikono hii haina kitu kabisa, yaani hawana kitu. Hawana kitu, angalia vile hawana kabisa. Wanahitaji kupata. Wamekuwa maskini, wanataka kutajirika. So Mungu kawatajirishe kwa neema ya kipekee, wawe na moyo wa kutoa, wawe na moyo wa kuchanga. Baba, hizi siku ambazo zimebakia kutokea muujiza tu uzuri wa kumfanya aweze kufanikiwa. Mungu amewezesha nacho kidogo ambacho ametoa, si kidogo, ni kingi kwa mahali ambapo ametoa. Bwana wangu, ninawashukuru wote tulioanza nao na tunataka kumaliza nao. Kwa maana wewe ni Mungu wa walio nacho na wasio nacho. Lakini Baba, tunajua kwako hakikosekana. Na ndio maana tumeelewa mikono, tumetoa shukrani kwa ajili ya tuweni ambao tumekuwa nayo. Wale waliotoa maelfu na wale waliotoa mamia na wale wametoa zile coins walizokuwa nazo. Pia zimetuongezea mahali na tumezishukuru. Asante kwa moyo ambao umewagusa, wameshinda wale ambao wamekosekana. Lakini kwa wale ambao wamepatikana na hawakuweza kutoa, wamekuja kwa ibada na wameona kile kimefanyika. Hata wao wanatamani kukutolea. Mungu wabariki hiyo neema, ili siku nyingine wakitaka kwenda kumtoa Bwana na harusi tunaikabidhi mikononi mwako. Pamoja na zile zilizobaki tunazikabidhi mikononi mwako. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sasa watu wameamua tu wanapanua kidogo badala ya kuondoka.